Hii ni MTV Online inayokutangazia kutoka Afrika Mashariki nchini Kongo DRC. Jina langu naitwa Sikiminyo Japolsen, nikiwa katika mji wa Kirumba wilayani Lubero, nitakayekutangazia leo hii Ijumaa 25/2025. Hali ya hewa ikiwa tofauti kutoka eneo mbalimbali. Taarifa kuu siku hii ni pamoja na wakazi mashariki mwa DRC waomba serikali na M23 AFC kuhakikisha makubaliano yao yanajali maslahi ya wananchi. Huu ni mwanga ambao unaokuja polepole kusudi tufikie pale ambapo tunapaswa kufikia, sababu Rais Tshisekedi alisema siku moja ya kwamba DRC ni mwanamke ambaye yuko na ujauzito na yuko na... Serikali ya Kinshasa yawapa kompyuta wanafunzi katika mji wa Kindu mkoani Maniema. Kompyuta hiyo itaweza kusaidia kuzidisha ujuzi wa elimu wa teknolojia kunako mashule mbalimbali ya jimbo la Maniema. Hayo na mengine mengi, jumuika nami moja kwa moja kwa njia ya mitandao na baadhi ya redio za FM wilayani Lubero, Beni na pia huko mjini Goma, Kivu Kaskazini. Ifuatayo ni habari kamili. Siku chache baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 AFC kukubaliana kuleta amani, wakazi wa DRC waomba pande mbili kujali maslahi ya wananchi. Germain Hassan Kiahore yuko mjini Beni. Siku chache baada ya kutangazwa kwa adhimio hiyo, raia kama vile wanasiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakuwa na maoni tofauti, haswa kuona kuwa kila mmoja amesaidi kwa upande wake pasipo kuona sahihi wa mpatanishi ya adhimio hiyo kutoka Qatar Doha, akisema Fisto Misonia, kiongozi wa muungano wa mashirika wananchi katika wilaya ya Walikale. Kwetu sisi sawa vile wakaaji na sawa vile viongozi wa shirika la raia, tunakuwa na haja ya amani yenye kudumu, hapana amani yenye kuzorota. Na sisi tunakuwa na hiyo ambao wanaita reserve ya kuweza kuona jinsi au wa M23 wanakuwa werevu zaidi. Wanasema neno moja hiki na kesho wanafanya hiki na kile. Kwetu sisi mpaka sasa hatuyakuwa na uhakika kamili, hata kama kunakuwa hiyo jambo ya kuonesha kwamba wanasaini wanafanya declaration pamoja, ila hiyo declaration kwenye masaini hatukuona gisi saini ya huyu na ule ambao wanawapatanisha hatukuiona. Tunaona kila mmoja anafanya kibarua ya kwake ya kuonesha kwamba walifanya hiyo mapatano. Pelagika Hambu akiwa mmoja wa wanawake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema wanachotaka ni kuona amani ya kudumu. Kwetu sisi tulikuwa napendelea mambo iweze kuendeka vilivyo, kwani sisi tumeteseka sana. Tulipendelea kabisa isiwe tena mtego kwenye government yetu ya Kongo, kwani kuna mara wakati kunapokuwa mazungumzo hivi kunakuwa mitego ambao wanatega nao government ili tena hiyo ndio iteseke. Lakini tulipendelea ikiwa hiyo mazungumzo inafanyika, kwa mazungumzo ambayo itatuletea nafsi pia sisi raia tuweze hata suluhisho kupitia hali ambayo inatukuunga sana huku, tunateseka sana. Upande wake Blaise Musubao, mmoja wa vyama vinavyomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametoa pia hisia zake. Na waza ya kwamba lazima wahakikishie wakongomani kama hiyo declaration italeta amani, ndiyo tutaweza ya kuazia kwamba amani inaweza. Lakini kama tena ni declaration baada ya siku 2 au 3 tena wanarudia ndani ya mapambano, mimi siwazie ya kama hiyo inaweza kutusaidia. Wakati huo Ferdinand Kambere, naibu katibu mtendaji wa chama cha PPRD, chama kinachomuunga mkono Rais Mustafa Joseph Kabila Kabange, amesema azimio hiyo haina manufaa kwa wakaaji ikiwa kundi la wasi wa M23 limeundwa binafsi na Felix Tshisekedi wakati alipowaficha katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Inakuwa ikishangaza kuona kama ni wale ambao leo masumbufu na vitisho wanaendesha dhidi ya Rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Tunaona ke Mungu halalake kuwa leo anawatosha zarani na kuonyesha kama government ya Tshisekedi na M23 ni watu wa moja. Tshisekedi kwake yeye mapatano lazima awe kati yake na M23 ile na Rwanda. Ikiwa basi kusitisha vita itakuwa na suluhu, ubaya gani vyama tawala vinavyo? Tendelea kwa toni uongo, salama gani hii ya kupita tu juu? Mapatano wanayoipatana ni kufatana na nini? Na madeni, paske walienda huko Doha Qatar. Wanazungumzia nini? Usalama wa raia kweli? Au ni ile ambayo
wakati aliwaita miezi 14 Kinshasa, ni mapatano ile wanapenda wafikie pale na watawale sasa kwa kinguvu, kwa kidikteta nchi yetu. Hii ndio inakuwa hofu. Utafahamu kwamba hata kama adhimio hiyo imesainiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia upande mwingine na waasi wa M23, kila mtu kwa upande wake, lakini kwa sasa mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wazalendo ambao wamejitwika mizigo kuwa watahakikisha kuwa usalama unarejea mashariki mwa DR Kongo kwa kutwangana na makundi yenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Germain Hassani Kiawere, MTV Beni. Shukrani sana Germain Hassani Kiawere kwa ripoti hiyo kutoka huko Beni. Tukisalia katika ukurasa wa mazungumzo ya M23 AFC na serikali ya DRC huko Doha, Qatar, ni kwamba tamko la pamoja lililotiwa saini Jumatano April 23 kati ya serikali ya Kongo DRC na waasi wa AFC M23 lililopatanishwa na Qatar linaonekana kama mwanga wa matumaini ya suluhu la amani la mgogoro wa mashariki mwa nchi hiyo. Inatoa suluhu kabla ya usitishaji mapigano, hususani mwisho wa matamshi ya chuki na wito wa kuhamasisha jamii kwa ajili ya amani, lakini msingi changamoto nyingi zina uzito katika utekelezaji wake. Changamoto ya kwanza inasalia kuwa uwepo wa watendaji wasiotia saini silaha, hasa makundi ya wapiganaji ya wazalendo yanayofanya kazi katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Msimamo wao kuhusu tamko hilo bado hauko wazi. Justin Mwanatabu ni mchambuzi wetu wa kisiasa akiwa mjini Goma. Tumezungumza naye kwa njia ya simu. Nafikiri kwamba inabidi kuelewa kitangazo hiki, sababu mwanzo unakuwa na mwisho, na kile ambacho kilikuwa kinabaki gizani sio kwamba kitadumu kubaki gizani na kibaki hivi. Vile ambavyo vilikuwa havieleweki vitaeleweka tu waziwazi, na lengo la vita litajulikana na mwisho wa vita utaonekana. Huu ni mwanga ambao unaokuja polepole kusudi tufikie pale ambapo tunapaswa kufikia, sababu Rais Tshisekedi alisema siku moja ya kwamba DRC ni mwanamke ambaye yuko na ujauzito na yuko anasumbuka, anafikia muda wake wa kuzaa na inabidi huyu mwanamke azae. Hii ni matokeo ya kuonyesha kwamba mwanamke sasa yuko anakuwa tayari kwa kuzaa. Mtoto anakuja muda si mwingi, ataonekana na kila kitu kitajulikana kilivyo. Na pengine unadhani kila upande utaheshimu, kwa sababu ukiangalia Kivu Kusini, Masisi bado utakuta kwamba wazalendo bado wanapigana na M23 na sehemu nyingine kukuwa na wasiwasi zaidi. Nafikiri kuheshimu huko ambako wanazungumzia hakulingani na jinsi watu wote wanavyofikiria, sababu government na M23 wao ndio wanajua ni kipi kuheshimu ama ni kipi kisichokuwa kuheshimu, sababu wao wanapozungumzia mkataba wao wa amani, wao wanajua kile ambacho wanachokiita amani kwa jinsi wao wanavyosikilizana, wanavyokuwa katika mchakato wao wawili. Na raia wa kila siku hawajui kwa nini M23 iko katika mchakato na government ya Kinshasa. Kwa hivyo wanaposikilizana, wanaposema kwamba kuna amani, wao ndio wanaojua hiyo amani inamaanisha nini, kusikilizana huko kuna maanisha nini. Alafu sisi kama raia tutakuwa tunangoja tu namna gani mambo yanavyotekelezwa, namna gani mambo yanavyofuatiliwa, na hicho ndicho ambacho tutakubali, sababu ambacho wao wamekubaliana hiki ndicho kitaonekana kwenye uwanja. Ni kusema hapa macho yetu inabidi yabaki kwenye uwanja, ni kuona nini ambacho kinafanyika. Kile ambacho kinachofanyika ndicho ambacho walichosikilizana. Kwa hiyo mchakato ambao wanaoingia ndani wazalendo na hawa na wale ni kazi ambao watu wanajipatia, lakini hawajui kabisa wanaokuwa wa mwanzo, wanaokuwa chanzo cha mambo, wanakuwa na vingine. Alafu unapoingia katika mambo ambao hauyajui vizuri, unayatesekea ndani. Hivyo ndivyo kuna wengi wanateseka ndani ya vita hivi, sababu hawajui vimeanzaje, vitaishaje, vinalenga nini. Ndio, lakini sisi ukiangalia kwa mfano kuna tatizo kutokana na makundi yenye silaha ambayo hayashirikishwe, hasa wazalendo. Sasa makundi haya inatakika yaelewe kwa nini hayashirikishwe, sababu uliniswali hapa nyuma ukisema kwamba Willy Shiki alisema waache mapigano. Hii ni kuwashirikisha. Wanapowaambia waache mapigano, hapa wanawashirikisha tayari, wanawaambia kwamba tunachokifanya nyinyi hamkijui, alafu mtufuate sisi, tunachokisema ndicho mkifanye. Sasa kama watu wanaendelea kupigana na japo wamewaambia
waache kupigana. Hapo watakuwa wanafuata lengo ambalo hawalijui wao wenyewe, na wale ambao wanawaambia wapigane hawajui kwa nini wanapigana. Sasa nini wananchi watarajie? Wananchi watarajie kuona kile ambacho kitakachotimizwa uwanjani, kile ambacho kitawekwa kwa tendo. Hicho ndicho wananchi wangojelee. Haitatokana na jinsi wananchi wanavyozingatia. Hapana, masikilizano ya M23 na government yanahusu M23 na government. Sisi tuangalie kile ambacho watatimiza. Watakachokitimiza ndicho chetu, tukikubali hivi, sababu hatuna cha kuongeza ama cha kupunguza. Hatujui lengo la vita, hatujui vimeanzaje na vitaishaje. Wengine wananchi tumezungumza nao wanasema wao hawahitaji kila kitu tu, wanachokihitaji ni amani. Pengine nao unaonaje huu msimamo wao? Sasa amani hii itategemea jinsi M23 na government wanavyoelewana na wanavyopanga vitu vyao siku kwa siku. Hiyo ndiyo amani ambayo tunayoingoja. Huyo alikuwa ni Justin Mwanatabu, mchambuzi wetu wa kisiasa aliyeko mjini Goma, huko mapigano yakiarifiwa katika sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini na Kusini kati ya M23 AFC na wapiganaji wa Zalendo, saa chache baada ya kusaini makubaliano ya usitishwaji wa vita kati ya M23 AFC na serikali ya DRC. Mapigano kati ya M23 AFC na Wazalendo ya pamba moto sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini na Kusini. Tukitoka kwenye ukurasa wa M23 tunakwenda mkoani Maniema, ambako serikali ya DRC kupitia mkoa wa Maniema umegawa vifaa vya teknolojia kwa wanafunzi kwa ajili ya elimu bora. Asumani Songe Joseph ni mkazi wa Maniema akiwa katika mji wa Kindu. Kompyuta hiyo itaweza kusaidia kuzidisha ujuzi wa elimu wa teknolojia kunako mashule mbalimbali ya jimbo la Maniema. Kama vile unajua, serikali ya jimbo la Maniema kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote wanakuwa na shurti ya kuweza kuelimusha watoto, na jimbo la Maniema kama vile unajua ni jimbo yenye narudia nyuma zaidi kwa ajili ya teknolojia. Nimeona kwamba jambo hiyo itaweza kusaidia kabisa ujuzi wa kompyuta na teknolojia kunako mashule ya msingi na kisekondari hapa ndani ya jimbo la Maniema. Ukichukulia Maniema, je, kuna umeme? Kwa sababu kompyuta lazima zitumie umeme. Hiyo ndio shida zaidi, kwa sababu unajua mkoa wa Maniema umeme ni shida. Hasa zaidi kunako kitongoji cha Kindu, umeme ni shida zaidi. Kompyuta hiyo ni ya lazima, lakini umeme pia inakuwa shida zaidi. Na hiyo inakuwa tena shurti ya serikali ya jimbo kwa kuweza kusaidia hiyo chumba kwa kuweza kupata umeme hata ya jua ili iweze kusaidia makompyuta hiyo itumike. La kabla haile kufanyika, mimi najua kwamba makompyuta hiyo itaweza kuwakia saa vile picha ndani ya chumba hicho na haitafaidia kitu kunako mashule mbalimbali. Lakini ukitazamia hali ya elimu ikoje mkoa wa Maniema, ukiangalia kwenye wilaya, vijiji, vitongoji? Hali ya maadibisho mkoani Maniema inaendelea juu zaidi, ila tatizo zaidi kwa sababu mkoa wa Maniema kuna tatizo nyingi. Hakuna njia, kunakuwa mahali pia hakuna hali ya mtandao. Hiyo inakuwa shida zaidi kwa kuweza pia kufikisha mabitu mbalimbali kunako mashule huko ili iweze kusaidia wanafunzi ama walimu waweze kupata elimu ya juu kwa hali ya kisasa. Mkoa wa Maniema kwa ajili ya manjia inarudisha kabisa maadibisho nyuma zaidi. Mabarabara ni zaidi yenye kufa, inakuwa na tatizo ngumu ili vifaa hivyo viweze kufika kwa maeneo mbalimbali ya vijiji ili walimu wapate elimu zaidi kwa hali ya kisasa. Maniema ina historia yake, kulikuwa Waarabu wengi, na ukiangalia kuna Wanyamwezi wa Maniema ambao wako Tanzania na wengine wakiwa upande wa Maniema. Hii culture ama tuseme mila ya zamani bado ipo ama bado kuna mwendo kasi ambao umeendelea? Mila hiyo zamani imekwisha badilika, kwa sababu unajua wakati wa ukoloni ama wale wenzetu wa Kiarabu walikuwa wakimiliki mkoa wa Maniema, mabarabara zilikuwa nzuri. Kwa hali ya leo unajua kwamba kunakuwa hata vitongoji vingine ama miji vingine ambako kuona tu pikipiki ni shida zaidi. Alafu unaweza kujua kwamba hiyo yote imekwisha potea kwa sababu jimbo la Maniema limerudia nyuma sana zaidi kufuatana na hali ya zamani. Kipi kinahitajika? Kwa sasa yeye kinahitajika ni kufungua barabara ya mitaa
kwa ili kila mmoja mkaaji akuwe na shurti ya kuweza kufika mahali popote kwa kuweza kujichukulia kitu kimoja kinaweza kumsaidia. Na hiyo mitandao ambako fupika kunako maeneo yote ya jimbo la Manyema. Lakini makuu wa nchi wakasaidia mitandao iweze kufika fashi yote. Unajua kama teknolojia inaweza kaendelea zaidi na watu watapata ujuzi mwingine. Huyu alikuwa ni Asumani Songe Joseph akiwa huko Kindu, Maniema. Ni hayo kwa siku ya leo. Endelea kushirikiana na MTV Online inayokutangazia kwa lugha ya Kiswahili kutoka DRC, Afrika Mashariki na Kati. Shukrani kwa wote walioshiriki matangazo haya. Niite Jean Paul Sikiminywa. Asante sana na weekend njema. Ila tu ninapoondoka studioni na kuacha ukisikiliza kibao motomoto cha mtindo wa raga kilichoimbwa na mwanamuzika Maya Sanda kutoka Butembo nchini DRC. Sokulu batula bakagambula Nyamashomoli echo bulige abahuma bo munywe abiri byabakasakana nabo tamye utaleba yaho tuli munawire abandu bangana ngoko bamahwero moli abanga tubuyira nibahi bali kandi batichame echalia muvingi enoke nichina kulenga kweli ulianga niche twama bya basayi enawe tu echalia kaseso nichi echalia kataliko niche echalia machozi niche chikae kabakarabe tunichi aho chicho aho dami bamahimbo lutere lokomitwe yabandu momeso wenyu inywe